Yes bwana, baada ya kumalizika kwa dabi ya Kariakoo ni mwendelezo wa session ya vitu mbalimbali ambavyo tumevishuhudia katika ile dabi, vitu ambavyo ni trending ambavyo vinajadiliwa katika maeneo mbalimbali. Sasa kwa upande wangu narudi tena hapa na wakati huu tunakwenda kumwangalia nyota Azizi Ndabwile na performance ambayo ameonyesha. Nini secret behind? Kitu gani ambacho kipo nyuma ya Azizi Ndabwile na hiki ambacho anakionyesha? Basi ndio wakati ambao tunakwenda kujadili kwa wakati huu. Azizi Ndabwile ni nyota ambaye kwanza tangu amejiunga Young Africans bado hajapata nafasi ya kuaminiwa moja kwa moja, kwa maana ya kuanza regularly. Kwa makocha wote ambao wamepita hawajampa nafasi ya kuanza moja kwa moja, lakini good thing ni kwamba Azizi Ndabwile katika mwili wake kuna sanaa ya football. Yes, hiyo ipo. Kumbuka kwamba huyu ni nyota ambaye ametokea kwao Kiela, lakini akawa ameenda Malawi, na hata kule Malawi alikuwa hata kumpa uraia kabisa, lakini baadaye kama kurudi nyumbani. Kule Malawi alikuwa anacheza Nyasa Big Bullet, lakini baadaye akarudi nyumbani. So ni mchezaji ambaye mpaka anasajiliwa na Young Africans ilikuwa ni performance nzuri ambayo alionyesha kwenye msimu wa nyuma yake. Hivyo baada ya kufika Young Africans ndio hivyo amekuwa akipitia kipindi kigumu cha kutokupata nafasi, lakini bado aliendelea kuaminiwa kwa maana ya kuendelea kuwepo ndani ya kikosi cha Yanga. Sasa ujio wa Romain Folz ameanza kumpa nafasi katika mechi dhidi ya Rayon Sport, ile ambayo amecheza kule Rwanda. Ni mechi ambayo pengine haikuwa nzuri sana kwa Azizi Ndabwile baada ya kujifunga lile goli, lakini unajua mchezaji ambaye hapati nafasi sana alafu inatokea coincident kama ile, anakuja anafungisha, anajifunga, basi inakuwa ni sababu tu ya watu kukuchapia. Watu wanatumia kama fimbo kwamba kwa nini huyu amepangwa, kwa nini kapewa nafasi ya kucheza. Yes, kwa hiyo inakuwa ni kama sababu, lakini good thing ni kwamba Azizi Ndabwile wala kuathirika na yale maneno ambayo watu wengi walimrushia kutokana na kile ambacho kimetokea. Good thing pia Young Africans walishinda ile mechi, kwa hiyo kuna vitu vilifunikwa. Mechi iliyofuata ilikuwa dhidi ya Bandari siku ya Yanga Day. Ile mechi dhidi ya Bandari performance yake ilikuwa ni bora sana, na mimi kwenye ukurasa wangu wa Instagram niliandika kuhusu ubora wa Azizi Ndabwile ambao anauonesha. Nilisema kwamba Azizi Ndabwile anacheza kwenye line ya chini, kiungo cha chini cha ulinzi, lakini muda mwingi ana drop deep, anaungana na hawa central defenders wawili, anaungana nao kwa ajili ya kufanya build up kipindi ambacho wanataka kuanzisha mashambulizi. Anashuka chini, anachukua mipira, yupo comfortable kweli kweli kwenye mpira. Yani akiwa na mpira hivi anakuwa na comfortability, utulivu anao. Ataachia pass kwa defenders, atapiga pinpoint au long balls. Kwa hiyo muda mwingi alikuwa akionekana kupiga mipira mirefu. Kwa hiyo anashuka chini kuja kusupport ujengaji wa mashambulizi, alafu anahamisha ile mipira akivusha katika line ya defenders na line ya midfielders ili kupeleka mbele katika line ya attacking, lakini zaidi alikuwa akipiga wide balls. Kile kitendo nikaandika kwamba namuona akipata nafasi zaidi chini ya Romain Folz kwa kile ambacho alikifanya pale. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa tayari nimeshaona kwamba Azizi Ndabwile anacheza according to coach anavyohitaji. Yani Romain Folz anavyotaka yeye ndivyo ambavyo Azizi Ndabwile anacheza. Ni mchezaji ambaye anatekeleza majukumu. Kwa hivyo Azizi kwa kile ambacho alikionyesha katika ile mechi, na imani yangu kunipa vile, tukashuhudia tena katika mechi ya dabi ya Kariakoo. Ile ni mechi kubwa. Kwa mara ya kwanza Azizi Ndabwile anakwenda kuanza katika ile mechi. Just imagine, pengine ungewaachia watu wote au mashabiki wote wa mpira wa miguu wapange kikosi ambacho kinakwenda kucheza dhidi ya Simba, hakuna mtu maybe angeweza kumweka Azizi Ndabwile katika eneo la kiungo cha ulinzi, kwa sababu ya kukosa game time, kwa sababu bado inaonekana kama hajaonesha kile ambacho kinatakiwa, kwa sababu ya roles ambazo alikuwa akizicheza kwa wakati uliopita. Hivyo kutokea kwenye lineup Azizi Ndabwile ilikuwa ni kama surprise. Yes, kwamba Azizi ameanza, lakini kwa kile ambacho mimi binafsi nilivyoona sikushangazwa. Of course kama nilitegemea hivi kwa kile ambacho alikuwa amekionyesha katika mechi iliyopita. Yes, sikujua moja kwa moja kwamba angeweza kuanza, lakini baada ya kumuona haikuwa surprise kwangu. Niliona okay, Azizi aliperform katika mechi iliyopita. Kwa hivyo baada ya kumpa ile game
na kweli Azizi kacheza full time dakika zote 90 na kaitendea haki game kweli kweli. Miongoni mwa vitu ambavyo alikuwa amevidhibiti ni kumdhibiti Jean Charles Ahoua, Elie Mpanzu wasioneshe makali yao katika ule mchezo. Muda mwingi alikuwa akicheza mbele yao, yani ambapo Elie Mpanzu anataka kuchukua mpira, wakati ambapo Jean Charles Ahoua anataka kuchukua mpira, sababu alikuwa anacheza na namba 10 wawili Simba. Kwa hiyo muda mwingi alikuwa anaonekana katika position ile ya kwenda kuadhibiti hawa wasilete athari, ule ubunifu usionekane katika robo tatu ya mwisho. Kwa hivyo alifanya kazi kubwa sana Azizi Ndabwile, lakini long balls zilikuwepo ila hazikuwa nyingi. Naamini kwa sababu ya timu ambayo alikuwa anacheza nayo, kwa maana ya Simba ni mpinzani ambaye hutakiwi kupiga sana long balls kwa sababu utakuwa unapoteza mipira. Simba wana mafullback ambao wana nguvu, wanaweza kublock hiyo mipira. Kwa hivyo level ya Bandari walikuwa wanapiga, lakini level ya Simba ilikuwa kidogo tofauti, alikuwa apigi hizo long balls za kutosha. Sasa basi Azizi Ndabwile performance ambayo amekuwa akionyesha leo hii, ameingia kwenye trending kubwa sana. Leo hii watu wanamposti maeneo mbalimbali wakimpa appreciation, wakimpa pongezi, lakini ikumbuka kwamba ndani ya Young Africans wamesajili kiungo wa ulinzi baada ya Khalid kuondoka. Bala Conte ndio kiungo ambaye anaonekana kuwa nambari 1 kwenda kucheza katika lile eneo. Sasa kwa hiki ambacho anakionyesha Azizi Ndabwile, Bala Conte asiingie kwa kukariri, yani asichukulie vitu simple kwamba ni mchezaji ambaye nilivyoingia najua namna nilivyoingia ilikuwa trending story, ilikuwa utambulisho mkubwa, watu walinipokea kwa namna yake. Asiingie hivyo, anatakiwa kutoa jasho kweli kweli, anatakiwa kufuata maelekezo ya mwalimu kweli kweli ili aweze kumshawishi kocha Romain Folz ili aweze kumpa nafasi. So far Azizi Ndabwile mechi zote 3 za Young Africans ameanza na zote amecheza vizuri. Ukiachana ya Rayon Sports ambayo alicheza vizuri, lakini lile goli la kujifunga ndo kidogo linatia dosari kwa baadhi ya watu, sio watu wote. Watu wa football ni vitu vya kawaida, lakini kwa baadhi ya watu wanaona pale kama kuna dosari, lakini mbali na hapo performance ni nzuri sana ameonyesha. Maana yake nini? Young Africans sasa hivi ni kama wamesajili mchezaji mpya. Ni mchezaji ambaye alikuwa naye lakini kama mpya, kwa sababu alikuwa apata nafasi ya kucheza na wakati huu anazifanya roles kwa wakati mkubwa, kwa wakati mzuri, kwa nafasi kubwa zaidi. Yani anatekeleza majukumu ya mwalimu kwa namna ambavyo inatakiwa. Yes, mwalimu anahitaji kiungo ambaye ana uwezo wa kusupport build up kwa daraja la juu. Kwa hiyo kama unakuwa na Bala Conte na Azizi Ndabwile, na ikiwa Azizi Ndabwile anaweza kusupport vizuri zaidi, tafsiri yake utahitaji Azizi Ndabwile awepo kwenye kikosi chako kile ambacho kinaanza. Uwezo wa kupiga long balls kama Azizi anaweza kwa ukubwa zaidi kuliko Bala Conte, tafsiri yake Azizi atahitajika kuwepo kwenye kikosi. Kwa hiyo ni vitu vya muhimu kwa kweli ambavyo makocha wanavizingatia. Lakini kuna eneo la marking, kukaba kipindi ambacho timu hakuna mpira. Uwezo kukaba pia kwa Azizi uko wa hali ya juu. Na good thing, kitu ambacho naamini ni kwamba kwa hiki ambacho anakionyesha Azizi Ndabwile, najua kabisa kwamba wakati huu atakuwa anajiandaa zaidi kisaikolojia, kwa maana kuendelea kujisimika katika ile position kwa maana ya nambari 6 kwa upande wa Young Africans, klabu kubwa sana. Hata kama haitokuwa kupata nafasi ya kwanza moja kwa moja, lakini mchezaji ambaye ataendelea kupata nafasi ya kutosha, kama ambavyo niliandika na nilivyokuwa naamini siku kadhaa zilizopita kwamba ni mchezaji ambaye msimu huu anakwenda kupata nafasi kubwa zaidi ya kucheza. Next destination kwa Young Africans wananchi ni Luanda, Angola, 11 November. Yes, Young Africans against Wiliete de Benguela. Yes, katika CAF Champions League first preliminary round. Yes, wanakwenda kucheza huko na Azizi Ndabwile bwana atakuwepo. Hebu tukaone mambo yatakuwa vipi dhidi ya Wiliete de Benguela. Hii ni Mzinga Sports. Kwa mtazamo wako unaonaje? Azizi Ndabwile over Bala Conte, nani unatamani kumuona akianza katika dimba la chini? Dondosha comment katika comment section hapo, lakini usisahau kusubscribe. Na hii ni Mzinga Sports.